Kimenya, unafikiri ni kipi hasa kimeifikisha hapa Tanzania Prisons kwenye matokeo haya? Sababu tumeona misimu kadhaa ninyi mmekuwa ni timu ya kama sio playoff basi namba za chini kule kwenye kupambania kurudi kwenye ligi kuu, lakini tunakumbuka pia kuna misimu mmefanya vizuri. Nini kimeifikisha Tanzania Prisons leo hii tunajifunza namna ya kuwa na matokeo mazuri baadaye? Nafikiri sema imekuwa mwaka jana labda na mwaka huu kwa mchezo wa kusuasua. Naamini pia kusuasua kwetu ni kipindi cha mpito, sababu timu nyingi zinafanya vizuri. Unajua ligi kuu sasa imebadilika, naona mambo yamekuwa mengi, udhamini umeongezeka, kwa hiyo timu nyingi zimekuwa na nguvu ya kupambania. Kwa hiyo naamini hata sisi pia hapa tulipo ni kipindi cha mpito, kama tunaweza kukaa vizuri na tutabaki kutokana na nafikiri viongozi wamekaa wameangalia hiyo, tunakwenda kufanya vizuri na tutabaki. Kimenya, kuna maneno wakati mwingine tunasikia ama tunayaona, na nyinyi nadhani mnayaona mitandaoni, kwamba kuna mechi mnakamia, kuna mechi mnacheza kawaida tu kwa sababu labda ni timu ambazo mko level nazo sawa. Kuna ukweli kwamba wakija wakubwa mnakaza, kuna wakija wa kawaida mkazi? Unajua washabiki wanaongea vitu vingi kwa sababu kwenye ligi kuu kwa mfano mnacheza na timu kubwa, ratiba ni moja, hizo lazima atacheza na hizo timu kubwa, haitakumbika. Kwa kila mchezo mwalimu anakuja na maandalio yake, kila mchezo na maandalio aliyoyapanga mwalimu. Kwa mimi naamini sisi tunachezaga tunapocheza. Ikitokea tumepoteza kwenye mechi ndogo, na maana maandalio tuliyofanya tumezidiwa mbinu na zile timu. Si kwamba tunazikamia labda Simba na Yanga na Azam, hapana. Sisi tunacheza kutokana na maandalio aliyotuandalia mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi. Kimenya, nataka utuambie maandalizi inapokuja Simba Mbeya ni sawa na maandalizi yanapokuja Namungo Mbeya? Of course inatofautiana kitu kimoja tu. Sababu mchezaji anapocheza timu kubwa anaongeza kitu chake cha ziada zaidi, kwa sababu mpira ni maisha, na wachezaji wanapocheza wao wanaamini kwamba zile timu kubwa ndo fursa ya kwanza ya mlango wa kutokea kwenda kwenye maisha kutoka kwenye timu zetu ndogo. Kwa hiyo anachoongeza mchezaji nafikiri ni ile morali yake na kuwa kubwa kuliko anapocheza na timu kama Coast, anacheza kama ni, lakini maandalio ya mwalimu yanakuwa ni maandalio yale yale basi. Kimenya, kwenye kila mtu ana malengo yake hapa duniani. Wewe kuingia kwenye football mpaka sasa ninaamini una malengo yako. Tayari tumekuona kwenye timu ya taifa ya Tanzania umevaa jezi. Malengo yako yameishia hapo ama kuna malengo mengine tuyajue leo? Malengo yangu yameishia hapo. Nafikiri ndoto kubwa ya mchezaji anapocheza ligi, anapoingia kwenye ligi, ndoto zake kubwa ni kucheza timu ya taifa. Haijalishi unacheza Namungo, unacheza Prison, unacheza Mbeya City. Kiitwa timu ya taifa ina maana ni ndoto moja kubwa sana kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kucheza timu ya taifa kwangu ilikuwa ni ndoto yangu ya siku nyingi. Nimecheza na namshukuru Mungu. Kuna watu ni wachezaji wazuri kuliko mimi, wamecheza misimu mingi au misimu karibu 10 ngapi, lakini hawajawahi kucheza timu ya taifa. Kwa hiyo mimi nani shida kumshukuru Mungu. Mimi ndoto yangu ni kubwa kwa sababu nishacheza sana mpira kwa malengo. Kama ningekuwa na malengo mengine leo usingenikuta hapa. Lakini nimeshakaa hizo ni muda mrefu, sina malengo mengine zaidi. Mimi nitasalia hapa na kuendelea.